Karibuni tena tutafakari kwa pamoja, na tafakari yetu ya leo inasema tusiwe na tabia za kifarisayo. Tusiwe na tabia kama za Mafarisayo, kwa sababu shetani ana haha kuiweka roho ya kiburi, jeuri, ujuaji, ukubwa na hata ubabe kwa watu wa Mungu ili waukose unyenyekevu. Unyenyekevu ni tunu kwa mtu wa Mungu, na shetani anatambua wazi kwamba unyenyekevu ni silaha kubwa dhidi yake. Hivyo basi, akiweza kuung'ang'ania na kuupata unyenyekevu wako, tayari atakuwa amekwisha kukuangusha, kama vile yeye alivyoanguka kwa kuukosa unyenyekevu. Na hakika shetani anahangaika sana ili apate wafuasi, na njia ya kuweza kuwaangusha ni kuwakosesha unyenyekevu. Sasa Mafarisayo ni watu ambao tunavyosoma katika Biblia tunaona walikosa unyenyekevu. Mafarisayo ni akina nani kwani? Mafarisayo walikuwa ni wakuu wa dhehebu la kale la Kiyahudi. Hawa mabwana walihusika na utunzaji mkali wa sheria ya jadi na sheria andishi. Hata hivyo, walijulikana sana kama wadanganyifu wa utakatifu, tena wa hali ya juu. Walikuwa ni wadanganyifu wa utakatifu wa hali ya juu sana. Hawa mabwana walikuwa na sifa kadhaa mbaya ambazo Yesu hakusita kuwakemea tena kwa ukali sana. Mojawapo ya sifa mbaya walizokuwa nazo ni ile ya ukosefu wa unyenyekevu, ijapokuwa walikuwa watiifu sana wa sheria. Hawa mabwana walikuwa watiifu sana wa sheria, lakini waliukosa unyenyekevu. Ni muhimu kwanza kutofautisha kati ya unyenyekevu na utii, kwa sababu haya ni maneno mawili tofauti kabisa, ijapo mara nyingi tunajikuta tukiyachanganya. Kwa mfano, mtu anaweza kusema huna unyenyekevu kwa mkubwa wako, akimaanisha kwamba huna utii kwa mkubwa. Tunapenda kulitumia neno hili unyenyekevu tukisema huna unyenyekevu kwa mkubwa wako, tukimaanisha huna utii kwa mkubwa. Lakini unaweza ukawa mtiifu sana kwa mkubwa au kwa sheria au taratibu fulani, lakini ukaukosa unyenyekevu kabisa. Unaweza ukawa mtiifu sana wa sheria au taratibu fulani, au ukamtii sana mkubwa wako, lakini ukakosa unyenyekevu kabisa. Vilevile unaweza kuwa mnyenyekevu sana, lakini usiwe mtiifu, hasa wa mambo yasiyofaa au mambo yasiyo ya kweli au mambo ambayo hukubaliani nayo. Nirudie tena. Unaweza ukawa mnyenyekevu sana, lakini ukaukosa utiifu, hasa wa mambo yasiyofaa, yasiyo ya kweli au usiyokubaliana nayo. Hebu tuone maana ya unyenyekevu. Unyenyekevu ni hali ya kujishusha, kutokuwa na maringo, kutokuwa na kiburi, majivuno na hata dharau kwa wengine, na kutokuwa na ukubwa au ubwana, au kutokuwa na maoni makubwa juu yako mwenyewe. Kuwa na maoni makubwa juu yako mwenyewe ni pale unapojiona kwamba wewe ni bora kuliko watu wengine, unapojitangazia kwamba wewe unastahili kuliko watu wengine, kwamba wewe unafaa zaidi, wewe ni mzuri zaidi, au wewe ni msomi kupita watu wengine. Kujitangazia maoni makubwa juu yako mwenyewe
huko ni kukosa unyenyekevu. Mtu asiye na unyenyekevu ana kinyume cha hayo tuliyoyatamka. Sasa tofauti na unyenyekevu, utii ni ile hali ya kufuata taratibu au sheria au kufuata ya wakubwa pasipo kupingana, hata kama hukubaliani nao au hukubaliani na taratibu zenyewe. Ni ile hali ya kufuata sheria, taratibu au kufuata yale wakubwa wanapotaka uyafanye, hata kama hukubaliani nao au hukubaliani na taratibu. Hiyo ndio maana ya utii. Kwa mfano, kwa sababu wewe upo chini ya kiapo cha utii kwa mkubwa fulani, anaweza akakutuma ufanye jambo ambalo hujafurahiwa nalo. Tuseme akakutuma ukafanye kazi mahali ambapo hupendi kwenda kabisa, moyo wako haukutumi, lakini unawajibika kutii, na hivyo basi utaenda kufanya jambo lile au utaenda katika sehemu ile aliyokutuma. Huko ni kuwa mtii kwa mkubwa. Wakati mwingine tunakuwa watiifu katika taratibu au sheria. Kwa mfano, ukiwa umekaa mahali ambapo ni taratibu au ni utaratibu wao kwamba ni lazima urudi nyumbani kabla ya saa 1 jioni, itakubidi uwe mtiifu na kufuata taratibu, ijapokuwa kwamba hujapendezwa na utaratibu huo, lakini unawajibika kufanya vile unavyoambiwa au vile ulivyotakiwa. Huo ndio utii wa ile hali, lakini haimaanishi una unyenyekevu. Tujaribu kuangalia mifano ya kukosa unyenyekevu. Kwa mfano, mtu akiwa na cheo fulani atataka kila mtu amwite majina makubwa makubwa na kumpigia magoti. Mtu wa namna hiyo sio mnyenyekevu. Mtu asiye mnyenyekevu anadhani yeye ni mjuzi wa kila jambo na wengine hawajui chochote. Hivyo kamwe wasiseme chochote mbele yake kabla ya kumwomba yeye ushauri, bali wakae kimya wamsikilize yeye, hata kama analosema ni upumbavu. Mtu asiye na unyenyekevu hujisifia ukubwa wake. Utamsikia akisema, hivi unajua mimi ni nani? Mimi nimesoma bwana. Yule haniambii kitu. Mimi ni mkubwa wako, nisikilize. Mimi ni mtakatifu. Mimi nina karama, wewe huna kitu. Tuulize sisi tuliobobea katika fani. Mimi nina mamlaka. Nani amekupa wewe mamlaka? Na vitu kama hivyo. Mtu mwenye majibu au maswali ya namna hiyo hana unyenyekevu. Ni mtu mwenye majivuno, mwenye kiburi, mwenye jeuri na ambaye haambiliki. Yesu kwetu ni mfano halisi wa unyenyekevu kamili. Yeye kwa asili alikuwa daima Mungu, lakini hakufikiri kwamba kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kung'ang'ania kwa nguvu, bali kwa hiari yake mwenyewe aliachilia hayo yote, akajitwalia hali ya mtumishi. Aliacha yote, akajitwalia hali ya mtumishi, akawa sawa na wanadamu, akaonekana kama wanadamu. Tena alijinyenyekesha na kutii mpaka kufa, hata kufa msalabani. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 8.
Yesu alijinyenyekeza mbele ya Mungu ijapo alikuwa yu namna ya Mungu. Alipokuwa mwanadamu, hakuhitaji aonekane katika nafasi yake ya umungu. Aliishi kama sisi na katikati yetu sisi wenye dhambi, ijapo hakuwa na dhambi, ili tumjifunze, tumtambue, tumuige na tumuishi na kubadilika kutoka katika hali zetu ovu. Lakini sisi tukishapewa nafasi au tukipewa madaraka au mamlaka, hatushikiki. Tunawaona wengine kama sisimizi au uchafu mbele zetu. Hatutaki hata watusogelee na kutupaka uchafu. Tunajitenga na watu, hasa wale wasio wa imani yetu, badala ya kukaa nao ili watujifunze, wamjue Kristo kupitia unyenyekevu ambao tunao, na wao wajiunge kwa Yesu. Mafarisayo walijiona wasomi, wabobezi wa mambo ya dini na walinzi wakali sana wa dini na sheria. Waliwaona wengine, hasa watoza ushuru na makahaba, kuwa ni wadhambi, na hivyo hawakuchangamana nao. Yesu alitoa mfano wa Farisayo aliyekosa unyenyekevu, ambaye alijikweza kwa kujiona mwema na kumdharau mwenzake. Farisayo alijisifia kwa kusema, Mwenyezi Mungu, na kushukuru kwa vile mimi si kama watu wengine ambao ni walafi, wadanganyifu au wazinzi. Na kushukuru kwamba mimi si kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, natoa zaka sehemu ya 10 ya pato langu. Tunaisoma hiyo katika Luka sura ya 18 mstari wa 11 mpaka ule wa 12. Utaona Farisayo kweli alikuwa anatimiza masharti na kuishika sheria vilivyo. Hayo aliyoyasema ni kweli, kwamba anafunga mara 2 kwa juma, anatoa zaka sehemu ya 10 ya pato lake. Tena yeye sio mlafi, sio mdanganyifu au sio mzinzi. Lakini ijapokuwa yeye ni mtii, lakini alikuwa hana unyenyekevu. Utaona kabisa, kama nilivyosema, anatii masharti yote na kushika sheria vilivyo. Alichokuwa anamwambia Mungu kilikuwa ni kweli, lakini kosa lake ni lile la kukosa unyenyekevu na kuwa na roho ya kujiinua. Hii ndiyo roho ya Shetani iliyomfanya aangushwe. Shetani ana haha kuiweka roho hii katika mioyo ya watu ili waukose unyenyekevu, kwani anajua Mungu hapendezwi nao na ni makwazo kwa wengine wanaotaka kuwa wanafunzi wa Yesu. Biblia inasema, jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5. Yesu alikuwa mnyenyekevu, na unyenyekevu wake unatuvuta wengi kwake. Lakini sisi tunakosa unyenyekevu na kuzuia wengine kuja kwa Yesu. Yesu alikuwa na utii kamili kwa Mungu, lakini sisi tunadai utii kwa wengine kwa sababu tu tuna ukubwa na tunataka watu watutii hata kwa yale yasiyompendeza Mungu. Nirudie tena, Yesu alikuwa na utii kamili
kwa Mungu. Lakini sisi tunadai utii kwa wengine kwa sababu tu tunataka ukubwa na tunataka watu watutii hata kwa yale yasiyompendeza Mungu. Tunawakwaza wengine sana. Hivyo basi, tujifunze kuwa wanyenyekevu. Ndiyo jambo la msingi. Ndiyo tunu yetu sisi kama Wakristo. Tumsifu Yesu Kristo.